kuwapitisha marais hao wawili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar kwa uchaguzi huu unaokuja 2025. Umefanywa mapema uchaguzi huu na umepitisha. Mimi niwapongeze na washukuru. Muono wao ni mkubwa kwa sababu hawa ni watu majemedari kwa nchi yetu na tunawategemea. Kwa hivyo naamini uchaguzi huu utokuja huu basi ushindi 100% kwa 100 katika uchaguzi huu 2025 kwa sababu tumeona wamefanya kazi nzuri sana katika miaka mitano hii ya awamu hii. Kwa hiyo niwapongeze na washukuru na niombe uchaguzi mwema na ushindi mzuri na wananchi wakae tayari wasibahatishe kwa viongozi wetu hawa wawili, tuwachague kwa nguvu zote ili waweze kutekeleza maendeleo makubwa. Mwisho nije katika hotuba Mheshimiwa Waziri Mrembo kwa hotuba yake nzuri, ina mambo mengi, dira refu sana kwa ajili ya serikali yetu, lakini kwa ofisi ya Mheshimiwa Rais. Kwanza niseme serikali e-government au serikali ya mtandao tumefanikiwa sana kwenye swala hili. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia mtandao ndio kila kitu. Ukisema usende kwenye mtandao sasa hivi utachukua muda na utachukua muda wako mwingi utapotea kwenye kujaza makaratasi. Inaweza sasa hivi e-government inafanya vizuri. Kila kitu kinakwenda kwenye serikali mtandao. Hili jambo zuri, jambo jema na tunaelekea kwenye nchi zilizoendelea na sisi tunaelekea huko. Kwa hivyo mimi nipongeze sana e-government, lakini tuimarishe zaidi mtandao wetu usikatikatike. Sengine kwa mtandao unakatika mambo yote na lala. Kwa hivyo mimi niombe sana tuwe makini sana hii internet au e-government kwa kweli inatakiwa iangaliwe sana kwa sababu ndio uti wa mgongo wa nchi yetu sasa hivi. Kwa mimi niwapongeze sana serikali mtandao wanaofanya kazi hii na tunaendelea na e-government vizuri sana, nashukuru. Kwa hiyo tuendelee. Mheshimiwa, nije kwenye ofisi ya Rais Ikulu, habari mambo ya tehama na kutoa habari za Mheshimiwa Rais katika mitandao yote, Facebook, Instagram, TikTok na mambo mengine. Sasa hivi ukiona jambo limefanyika jana usiku, asubuhi unaliona. Mheshimiwa Rais yuko Uingereza kwenye ziara, tunaona siku ya pili, tunaona dunia nzima inaona, sio sisi. Kinachofanyika unaona. Niwapongeze sana watu wa tehama Ikulu, wanafanya kazi nzuri kwa kurusha habari zote wa viongozi wetu hawa tunaona. Kwa kweli hili jambo la kupigwa mfano kwa sababu mtu uko kijijini hawezi kujua rais kafanya nini, rais kasali wapi, rais kafungua msikiti gani, hatujui, lakini mitandao inaonesha kesho kutwa rais anafungua msikiti huu, rais kasali hapa. Ni jambo jema sana, tushukuru na tuwapongeze sana ndugu zetu kwa kutuhabarisha. Sio kazi ndogo, lakini tunaona sasa hivi. Kwa hivyo tunaendelea vizuri na tuendelee kuzidisha mitandao. Sasa hivi kila kitu ni mtandao kwa sababu mtu anategemea mtandao kupata habari kuliko gazeti, kuliko redio. Kwa hivyo mtandao unaenda vizuri na unahamasisha vizuri. Lakini pia nimpongeze katika Mheshimiwa Waziri katika kitabu chake hichi katika kurasa 29, nimpongeze sana juhudi za Mheshimiwa Rais kwa ajili ya maendeleo. Kwa sababu Mheshimiwa Rais kila siku tumuombe dua Mungu amzidishie afya njema na umri mrefu, anaangalia maendeleo. Ukiangalia leo kuna hichi, kesho, kwa sababu anatizama dira tunavyokwenda nayo na maisha kwenda nayo. Kwa hivyo nipongeze sana. Ukiangalia Mheshimiwa Rais anaangalia sana swala barabara. Zanzibar ilikuwa barabara zetu mbovu, unapokwenda hapa na pale mbovu. Leo ukiangalia majimbo mengine barabara za ndani zote zimekwisha kwa njia ya zege. Unapita na gari yako unasikia mpaka raha, maji yanajaa hayajai, mashimo hamna, yote kwa sababu Mheshimiwa Rais kataka hizo barabara za ndani zijengwe. Na mimi nishukuru majimbo mengine ukipita barabara zote ndani zimejengwa vizuri. Mpaka unapata wivu fulani Mheshimiwa Mwenyekiti, unasema jimbo hili lote lishakwisha barabara. Mheshimiwa, basi Dr. Hali na mimi niangalie barabara japo zangu mbili, ili ya Kemkemu na ili ya kupandisha Silva pale kwenda juu, na kuomba sana japo kwa zege njengee, barabara ni mbovu. Mimi nitakutia kifusi lakini kija mvua kifusi kinaondoka. Mimi naomba sana na kipindi majimbo mengine mpaka naona nataka kulia, nasema mimi nimeachwa pembeni kama hivi jamani. Kwa hiyo naomba sana Mheshimiwa Rais anataka barabara zote, naamini baada muda sio mrefu wananchi wastahimili, barabara zote zitakwisha, za ndani zitatiwa zege au barabara kabisa ya lami. Kwa hiyo mimi niombe sana jimbo langu Mheshimiwa Hali, basi niangalie, wananchi wanasikitika sana, wanasema bara japo cha zege tutilio kupandisha Kemkem kwenda hospitali na kufika hospitali, na ile asiyo pale Mshelisheli ni mbovu sana, yake mawe na mashimo, gari hazipiti. Kwa hivyo tuombe na wananchi waendelee kusubiri, wasikae tamaa, na mimi serikali ya awamu ya 8 serikali yetu itafanya kazi nzuri upande wa barabara zote za Unguja na Pemba. Mheshimiwa, mimi nije kwenye ukurasa 85 hapa, ahadi za Mheshimiwa Rais. Kwa kweli nimpongeze sana Mheshimiwa Rais. Waacha ahadi, anafanya kazi kubwa. Ukiacha ahadi, lakini yeye mwenyewe anafanya kazi zaidi ya ahadi.
Ukiangalia swala la viwanda, sasa hivi tunaendelea kwenye viwanda, na viwanda vingi Zanzibar sasa hivi vinaekezwa mbalimbali. Lakini angalia maskuli ya gorofa, Mheshimiwa Rais katoa ahadi sana skuli za gorofa, na sasa hivi na skuli nyingi sana za gorofa na nyingine zinakuja za gorofa. Kwa hivyo hiyo ahadi zake zote zinakwenda, lakini kwa ICU hatuna hapa. Tumeona kitabu cha Mheshimiwa Mrembo waziri kasema ICU imejengwa sasa hivi iko ya kisasa kabisa. Tunashukuru kwa sababu sote wagonjwa watarajiwa. Leo ukiwa mzima, kesho hujui utakuwaje. Kwa hivyo hizi ICU zitatusaidia sote, na Mheshimiwa Rais kaliona hilo katika hospitali ya Bala Mzee Pemba imejengwa ICU, ilikuwa hamna zamani kama tunakumbuka. Kwa hivyo ni jambo la kushukuru sana Mheshimiwa Rais kuona hii vitu, ahadi nyingi kafanya. Hii nasema kidogo, lakini mambo mengi sana kayafanya. Mheshimiwa, nije kwenye kitabu cha Mheshimiwa Waziri kwa mambo yake mazuri, SNRA sema na rais. Kwa kweli mimi nasema ili swala ni zuri, na kusema na rais kutoa zile changamoto, wananchi wengi wanapeleka direct matatizo yao, ni kitu ambacho hata serikali inafanya kazi vizuri, inaogopa isije katoa zile habari ambazo hazijafanyika huku chini. Kwa hivyo rais anapata kujua direct kinachofanyika huku chini kwa wananchi wake wanyonge, lakini walomchagua. Kwa hivyo sema na rais, ukiangalia hapa karibu watu 3796 wametoa taarifa kwa Mheshimiwa Rais. Sio watu kidogo, ni watu wengi sana. Na Mheshimiwa Rais ka ufumbuzi wake karibu watu 2500. Wamebakia karibu watu 1000. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa, na anatupa matumaini makubwa Mheshimiwa wetu Rais. Hakuna, ukiangalia nchi nyingi sana hakuna mambo kama haya kuongea na rais moja kwa moja, lakini Zanzibar tumeanzisha na tumefanikiwa kwenye swala hili kuongea na rais, kumpa changamoto zetu kama wananchi wanyonge wa chini, lakini tuna uwezo wa kuongea na rais moja kwa moja. Lakini Mheshimiwa, nije katika kurasa 79 kwa kitengo chetu cha GSO. Kwa kweli niwapongeze sana sana ndugu zetu wa GSO, usalama wa taifa, wanafanya kazi nzuri sana. Leo tunakwenda kwenye usalama wa hali ya juu, hasa kwenye mali za serikali na mambo mengine, ulinzi mkubwa wanaotumia kwa umakini wao mkubwa. Tushukuru sana na tuwapongeze kwa kazi wanayoifanya na mafanikio makubwa tumeona katika mwaka Julai mpaka Machi, lakini 24-25 wamefanya kazi. Naomba sana muendeleze, kwa sababu kiongozi wetu anataka ulinzi wa hali ya juu. Sasa hivi dunia nzima ina ulinzi, kila siku nasikia ulinzi unaongezeka. Kwa hivyo niwapongeze na muendelee kumlinda rais wetu ili aweze kufanya haya maendeleo ya kuyafanya bila shida yote, kwa sababu katika watu wote si wema, wengine hawana nia njema na nchi hii, wanataka mambo yaharibike, mambo yasende. Sasa nyinyi kama usalama wa taifa mkiona jambo kama hili mnamchukulia hatua mtu kwa haraka na tuondoshe. Lakini pia nishukuru sana mafunzo ambayo mnaopata siku hadi siku, kwa sababu teknolojia ya usalama hii GSO inabadilika kila siku. Kuna leo inakuwa hivi, kesho. Kwa hivyo nishukuru sana mimi serikali yangu ya Mwanane, ofisi ya rais, kwa hapa mafunzo hawa ndugu zetu wa GSO, lakini pia semina, lakini taaluma pia wanapata nzuri. Kwa hivyo hilo jambo zuri, kila siku mambo yanabadilika, wapata elimu ya juu kwa ajili ya kumlinda Mheshimiwa Rais na viongozi wetu wote wa kitaifa. Mheshimiwa, mimi nije katika swala hili muhimu sana sana sana. Nishukuru serikali yangu ya Mwanane inafanya kazi, hasa ofisi ya rais inashughulikia kitengo hichi, swala la diaspora, ndugu zetu waliokuwa nje ambao wameondoka hapa kwenda kutafuta maisha, na tumeona hapa mchango wao mkubwa sana. Ukiangalia wanaleta tende, wanaleta lakini mambo ya maendeleo wanafanya, kujenga skuli na mambo mengine yote, kila kitu kiko vizuri kabisa. Kwa hivyo mimi nishukuru sana kitengo hichi cha ofisi ya rais kuwashughulikia diaspora, kwa sababu hao diaspora wameondoka hapa wameenda ukimbizi nje ili kupata maisha na kufanya kazi. Lakini leo serikali yetu ya Mwanane imefanya mambo mazuri sana, imewapa diaspora usajili karibu watu 8, umewapa ID, wamepatiwa watu 356 wamepatiwa ID za kadi za hapa, lakini pia kupata fursa mbalimbali ya diaspora, kwa sababu wako nje, wamezaliwa hapa, wametoka hapa, bado wameenda kufanya kazi nje kutafuta ajira, lakini bado kuna siku minasema mkataa kwao ni mtumwa, watarudi hapa hapa. Sasa serikali yetu ni mazingira mazuri kuwapa kile kitambulisho ili waweze wakija hata visa basi wasilipe, wanaingia free, wanajisikia wako nyumbani, kwa sababu bado nyumbani ndo nyumbani, watarudi. Wakisha kufikia umri tu Ulaya huwezi kukaa tena, utarudi nyumbani, kwa sababu maisha Ulaya tofauti na hapa nyumbani. Kwa hiyo mimi niseme sana wafanye kazi, lakini wajue kuna siku watarudi nyumbani, na sisi tutawapokea, na serikali ya Mwanane inawapa vitambulisho. Kwa hivyo sasa wajisajili, waje wajitokeze, wasiogope, ili waje wasajiliwe wapate vitambulisho hivi, wapate kupata haki zao, kumiliki nyumba,
lakini pia visa wasilipe $50, lakini na mengine yote ambayo zile haki zao watapata vizuri kama Wazanzibari waliokuwa hapa Zanzibar. Mheshimiwa, mimi nishukuru sana. Kuna diaspora wako Uingereza, kuna diaspora wapo Canada, kuna diaspora wapo Marekani, ambao niseme tu mchango wao mkubwa, wanaleta misaada mbalimbali kwa ndugu zao, wanaleta pesa. Hilo jambo zuri, lakini mimi niseme tu iko siku jaribuni kurudi nyumbani. Nyumbani sasa hivi kuna mambo mazuri na maisha mazuri yako nyumbani. Ukifanya kazi, ukijiajiri, unafanikiwa. Tofauti ya Ulaya, unafanya kazi asubuhi mpaka jioni, wewe ni mwajiriwa, unatumwa, lazima ufanye matakwa unavyopangiwa. Ukija hapa kuna fursa nyingi zipo hapa Zanzibar, mambo mengi hapo. Kwa utapokuja utafanikiwa katika biashara ama mengine yote ya kufanya, kujiajiri mwenyewe, kuondoka na ile mateso ya kupangiwa saa kwa saa. Kwa sababu kule wenzetu wanalipwa kwa saa moja, akiwa unafanya kazi bila kukaa. Kufanya kazi ngumu sana. Kwa hiyo niwashukuru serikali yetu, lakini na wao wathamini mchango wa diaspora. Hii kazi sio ndogo. Mimi nakumbuka kwa baraza hili toka 2011 10 tunapanga tangu bunge la katiba 2012, swali lilikuwa ni gumu sana, sio jambo rahisi kuliamua. Lakini leo tumefikia pale kuwapa ID, wajitambulishe, waje wapewe ID ili wajue kama nimezaliwa hapa, nitarudi hapa mwisho wa siku. Kwa mimi nishukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hilo, kwa kazi nzuri. Mheshimiwa, nimalizie kwa mambo mawili tu. Mheshimiwa, kwanza niwapongeze sana PBZ kwa swala hili la sukuk, kwa kusanya fedha hizi. Inatarajiwa kusanywa karibu jumla trilioni 1.11 kwa pesa hizi. Wananchi wanachanga kuweza kuwekeza katika miradi ya maendeleo katika hati fungani. Hili jambo jipya Mheshimiwa Mwenyekiti, ilikuwa kwa nyuma halipo, lakini Mheshimiwa Rais akaona sasa tutafute pesa za ndani ili tuweze kuendeleza miradi ya maendeleo. Na ukiangalia pesa hizi zitakwenda kwenye miradi ya maendeleo, na alivyosema Mheshimiwa Rais juzi kasema Ikulu, zitaelekezwa kwenye maskuli, kwenye barabara, kwenye airport zetu, bandari zetu. Bado kuna shida, na hizi fedha zitawekezwa huku zitarudi kwenye kodi. Mimi sina wasiwasi kwa pesa hizi, wala hazipotei. Walotoa pesa hizi zitarudi na faida juu watapata, kwa sababu serikali yetu inakusanya kodi, na mambo haya yakiwa mazuri kwenye miradi ya maendeleo tutakusanya kodi nyingi. Kwa hivyo kila baada ya muda hawa waliowekeza watapata faida. Mimi niseme Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi sijawekeza pesa, lakini na hamu sana niwekeze. Nafikiri mara ijayo na mimi nitawekeza fedha japo kidogo, nitie mchango wangu kwenye serikali yangu katika swala la sukuk. Kwa hivyo niwapongeze wote na nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kuona muhimu wa kuwekeza katika miradi ya maendeleo fedha hizi. Lakini niombe waangalie sana fedha hizi zitiwe kwenye sekta zile ambazo zinarudisha pesa kwenye masuala ya kodi, hasa kwenye mambo ya barabara na mambo mengine yote ambayo yale yanahusisha jamii, ili jamii wahamasike kulipa kodi kwenye masuala mbalimbali ya changamoto. Mheshimiwa, nije kwenye taasisi hii ya ZPDP. Mheshimiwa, nishukuru sana. Mimi kamati yangu na watu wawili kwenye utalii, wapo watu hawa, na kwenye uchumi wa blue yupo mwanamke mmoja mzungu. Dakika moja. Anamalizia dakika moja. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hivyo mimi kamati yangu ya uchumi wa blue na mzungu mmoja, mwenyewe nikasema sasa hivi mpaka wazungu tunafanya na kazi, kumbe yule ni anatoka kwenye sekta ya ZPDP. Kwa hiyo mimi nimshukuru sana, anaangalia miradi yetu yote ya uchumi wa blue. Lakini kwenye sekta ya utalii, ukiangalia sekta ya utalii, juzi nimesema wanakuwa takusanya karibu bilioni 12 mwaka huu 2025 katika mambo ya vibali na leseni. Lakini ukiangalia pato la taifa, nimesema juzi watakusanya karibu 29% watatoa wao kamishani ya utalii katika pato la taifa, kwa sababu kuna mambo mengi ya kuangalia, na hao watu watatusaidia katika kutoa ripoti na kumpelekea Mheshimiwa Rais kama kuna matatizo au kuna changamoto katika sekta hii. Kwa hiyo mimi nishukuru sana, na tukiangalia Mheshimiwa, nipongeze serikali yangu kwa kukusanya kodi kubwa sasa hivi, TRA, ZRA yote muone Mheshimiwa Rais wetu. Mheshimiwa Rais anafanya kazi nzuri kiasi ambacho sio kumsifu tu, kumwambia asante, inafaa tumtafutie hata zawadi tumpelekee Mheshimiwa Rais kwa kazi anayoifanya. Manake tukikaa hapa tulikuwa tunamsifu tu haitoshi. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, Mungu akinijalia, nitampelekea zawadi Mheshimiwa Rais kwa sababu anafanya kazi nzuri, anatengenezea nchi yetu mambo mazuri, anatufanyia sana. Kwa hivyo mimi natoa ahadi, nitampelekea zawadi Mheshimiwa Rais na nitatangaza baadaye, kwa sababu natoa kwa roho safi
kwa kumpenda kwa kazi anayoifanya. Kama tumpongee, tumshukuru na Mungu amzidishie. Mheshimiwa, mimi naunga mkono 100%. Mimi na wananchi wangu, kiti kilichokalia hichi cha wananchi wa jimbo la Mtoni wameniwakilisha hapa nje kuwasemea, na mimi nawasemea kwa niaba yao, naunga mkono 100%. Asante sana mheshimiwa.